umelinda watu wako, umeponya watu wako. Mungu tunazidi kukabidhi hata mkutano mikononi mwako. Bwana zidi kusema ni pamoja Mfalme, ukitetea kazi yako mahali hapa Mfalme, ukiponya Mungu mtakatifu, ukitunza, ukijenga, ukiimarisha katika jina la Yesu Kristo. Na siwe kwa baraka zako zidi kwa pamoja na Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu bariki sana. Katika mwaka ule aliokufa Mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia nayo. Nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hiyo, akaniambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Nipo hapa kwa huduma na uko hapa kuhudumiwa. Tumemsifu Bwana, tumemwinua Bwana kwa muda mrefu sana tangu tulipoingia mahali hapa. Sasa ni kipindi, na sasa tumwache Roho Mtakatifu apate kutusaidia. Katika ulimwengu tunaoishi, dunia imeumbwa na Mungu kwa neno lake, na binadamu ameumbwa kwa sura yake Mungu. Ni mwanadamu tu ndiye aliyeumbwa kwa sura yake Mungu, na hatutapata msaada wao wote kwa yote isipokuwa kwake yeye aliyetuumba. Nimesoma habari za huyu Isaya mtumishi wa Mungu. Aliokoka, aliishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, lakini hakuwahi kumwona Bwana. Kulikuwa kuna kizuizi, na kizuizi hatujui ilikuwa ni nini, lakini ila tunaelezwa kwamba ule mwaka aliokufa Mfalme Uzia, macho yake yote yakafumbuka, akili zake zote zikafunguka, akapata na uelewa kuweza kukutana na Mungu, hasa akamwona Mungu kama alivyo. Lakini hapa inaelezwa ni malaika tu. Tuna malaika walikuwa na mabawa 6, mawili yako mbele wanafunika sura zao, mawili wanafunika miguu yao, mawili wanatoka kuruka, lakini wakiimba sasa, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Iko kwa sura hiyo, yeye alimwona Bwana. Sasa kama angekuwa tungeweza kuona kwamba aliona vipi. Kwa hiyo kila sababu tunapokuja hemani mwa Mungu, tukote tunakuja kukutana na Mungu. Huyu kukutana na mwanadamu, anakutana na Mungu kwa njia ya neno lake. Neno linasema Isaya alipokuwa akihubiri, alipokuwa akifanya kazi ya Bwana, lakini kumbe alikuwa hajakutana na Mungu. Alikuwa ni nabii anayefanya kazi katika hali ya uangalifu sana, na alikuwa ni nabii mwenye heshima yake, lakini alikuwa hajakutana na Mungu. Lakini Biblia inasema alipokufa tu Mfalme Uzia. Sasa huyu Uzia ni nani? Nataka tujue huyu Uzia ni nani, kwa nini awe kizuizi cha nabii wa Mungu? Huyu Uzia ni nani? Mfalme Uzia, huyu mtu alikuwa amechukua mamlaka ya kutawala taifa lote la Israeli, lakini alikuwa ni mfalme. Sasa kabla hajafa, ina maana
alikuwa anazuia mapenzi ya Mungu asifanyike. Alikuwa anazuia Isaya kama nabii asiweze kufanya kazi yake sawa sawa. Lakini sasa huyu Uzia ni nani? Uzia anasimama kuzuia kazi ya Mungu isifanyike. Uzia kazi yake anazuia nabii wa Mungu asione mbele. Uzia kazi yake anazuia huyu mtumishi wa Mungu asifanye kazi ya Mungu inavyopaswa. Uzia kama mfalme, ufalme wake je, kwa nini haukufitinika kabla? Kwa nini Bwana hakusababisha kabla? Akasubiri mpaka kipindi cha majira yake. Kumbe kulikuwa kuna mpango wa Mungu kuja kuweza kumuondoa kwa wakati wake ulioamriwa. Wakati fulani mateso yako yanaendelea kwa na mpango kabisa Bwana, lakini yana mwisho wake. Shida zako zina mwisho wake. Magonjwa yako yana mwisho wake. Majaribu yako yana mwisho wake. Uzia wako sijui ni nani, inaweza ni malaria ambayo haikomi kwako au ni shida hii. Uzia wako anakuwa labda amesema kazini kwako, amesema nyumbani kwako. Uzia anaweza kusema kwenye ndoa, Uzia anaweza kusimama labda kwa watoto wako, Uzia anaweza kusimama labda enda shuleni akawa kikwazo, mtoto wake akisoma hawezi kwenda. Kumbe mfalme Uzia ameamua kusimama. Kwa nini Uzia anakuwa kikwazo? Kwa nini silaha ya kumua Uzia ilikuwa inachelewesha? Lakini ilipofikia kipindi cha majira yake, malaika akatumwa haraka sana, akaenda na kala moto akaweka kwenye kinywa cha Isaya akafunguka, akaanza kunena habari njema za ufalme wa Mungu. Hakikisha kwamba unafunguliwa, na wewe unahitaji msaada. Mpaka Isaya alipohitaji msaada, ndipo Bwana akatoka kumsaidia. Uzia wako sijui yuko kabisa eneo gani? Uzia wako sijui. Mimi sielewi Uzia. Kwa nini Uzia anakuwa kikwazo katika kila eneo la maisha ya kila mtu? Tuko katika ulimwengu ambao Yesu alikuja akamwaga damu yake msalabani. Kumbuka Yesu hakuwa na hatia yoyote. Kumbuka Yesu hakuwa na kosa lolote. Kumbuka Yesu alipendeza Mungu kwa wanadamu. Lakini ilibidi Uzia naye akaweza kumkamata na kumpeleka msalabani. Ukombozi wetu tumepata kwa njia ya kumwagika damu ya Yesu Kristo. Hakujapata hivi vitu. Ilibidi Yesu amwage damu yake msalabani. Kwa hiyo tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Na Yesu ni mkombozi wetu kwa sababu yeye ndiye aliyemwaga damu yake. Sio dini nyingi, wako wafalme wengi, wako manabii wengi, hakuna aliyekuwa kumwaga damu yake. Akiwemo hata Ibrahimu ambaye ndio imani. Lakini Yesu akakubali kumwaga damu yake msalabani ili kuleta ukombozi katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunamhitaji Yesu katika maisha yetu yote. Iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe katika ndoa yako, unamhitaji Yesu kwa sababu yeye ndio fidia ya watu wote. Hakuna ukombozi kwa mtu awaye yote, mtu mwingine yote isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Lazima kila goti lipigwe, kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu wako. Hakikisha unajisalimisha kwake Yesu. Hakikisha unapeleka shida zako zote kwake Yesu ili Yesu atakuondoa shida au atakuondoa jaribu lako. Jaribu lako ni sawa na biashara zako. Imesema wewe unahitaji kwenda msalabani kwa Yesu ambapo damu ya Yesu ndio imepatikana kwa mwako. Unahitaji kufunguliwa. Yesu ndiye anaweza kufungua kila tabu na shida ya baba, mama, binti na kijana. Hakuna daktari anaweza kufanya kazi, hakuna mganga anaweza kufungua matatizo yako isipokuwa mwendee Yesu Kristo. Kwa imani yote yanawezekana kwake yeye abidie. Kila shida na kila tabu. Ndio anasema alipokwenda msalabani na alipozikwa akafufuka siku ya tatu, maneno yake anazungumza sema, akaja kwao akasema, nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Akasema, enendeni mkafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote na kuamuru yote niliyoamuru ninyi. Sijui Bwana amekuamuru kitu gani, wewe unajua. Tangu umeokoka sio umeamua kufanya nini. Lazima uelewe nini Yesu amekuitia. Usipokaa ukajihoji kwa Yesu amekuitia kitu gani, si rahisi kuweza kutambua. Kwa hiyo hata Isaya mpaka alipoweza kugundua, mpaka Isaya alipoweza kutambua, ndipo akahitaji msaada kwa Mungu.
na Mungu akamfungua. Ndipo alipokuja moja kwa moja akamuua Uzia, akamaliza Uzia. Baada ya hapo Mungu akamaliza Uzia, mlango ukawa wazi kwa Isaya kumwona Bwana. Isaya akamwona Bwana. Isaya wa jana na leo ni wewe na mimi hapa. Tuna kila sababu ya kuhakikisha Uzia kila mahali alipo tunamkomesha kwa jina la Bwana Yesu. Usimkomeshe Uzia kwa jina lingine, utakuja kufungwa, utakuja kupata shida. Usimkomeshe Uzia kwa njia nyingine yote, kwa mfano yote dunia hii au kwa silaha yoyote, hutapata msaada. Msaada uko kwa mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo peke yake. Kwa nini? Yeye ndiye alikwenda msalabani akamwaga damu yake msalabani. Hakikisha tunakwenda wote msalabani. Ukiwa ni nyumbani kwako, mtoto wako ana shida, ndoa yako ina shida, mwili wako unaumizika, una matatizo, hakikisha unalitia jina la Bwana Yesu. Unalitia jina la Bwana Yesu. Jina la Yesu pekee yake ni dawa. Katika Warumi sura ya 10 na sura ya 13 Biblia inasema itakuwa kila atakayelitilia jina la Bwana ataokolewa. Una shida gani sijui, lakini mwite Yesu katika taabu yako ulionayo. Yesu anayo majibu, maana yeye anao ufunguo na anao uwezo kumaliza Uzia wako, anayesema kwenye shida zako, kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako na katika mwili wako. Mara kwa mara kwenye ndoto zako, ndoto zote wakipenzi na kusumbua, wahakikisha kwamba huyo ni Uzia anaye kusimama. Lakini mwite Yesu atamaliza mambo yote. Kwa Yesu mambo yote yanawezekana. Kwake yeye amejia. Kwa Yesu, maana hatuna jina lingine kwa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni kwa jina la Yesu Kristo. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio kimbilio la wengi. Ulimwengu umejaribu kuhangaika sana. Wapo wachezaji wa mpira wamebeba watu wengi, lakini bado Yesu anaongoza. Na watu wengi hawajasahau, hawajaelewa. Watu wengi hawajafahamu kwamba wanakabali ya kiama ya wafu. Kiama ya wafu ziko aina mbili. Iko kiama ya wafu ambao wanakuwa katika Kristo Yesu. Kiama ya wafu wanakuwa katika Kristo Yesu. Hiyo kiama, hiyo ndio ya kimungu. Lakini kiama ya namba 2 ya hukumu, hiyo sio ya kimungu. Kiama ya namba 1, wafu watakao kufa katika Kristo Yesu watafufuliwa. Wanafufuliwa kwanza, watakwenda kumlaki hewani Bwana. Ukumbuke kuna miaka 2000 wamesema kwamba Yesu Kristo anautawala miaka 1000 duniani. Hii ni miaka 2000. Sasa kuna miaka 1000 utawala Yesu Kristo duniani, ambapo atatawala na watakatifu wake duniani hapa. Hayo haiongelewi sana. Ile sote tunaangalia mara ya utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000. Alipokuja mara ya kwanza hakutawala. Lazima ule ushindi wake sasa bado haujakamilika. Unakamilisha miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani. Kwa hiyo yeye ndiye anakwenda kumalizia Uzia, akamkanyaga na kutikiza na kumaliza kila kitu. Baada ya hapo atakanyaga dunia hii, atatawala pamoja na Kristo wote, atatawala na kanisa lake lote duniani kote. Hakutakuwa na dini nyingine zaidi ya Yesu Kristo atakayetawala kipindi hicho. Nazungumzia habari ya miaka 1000 ya utawala wa Kristo ambayo iko mbele yetu. Watu wengi wanazungumzia habari ya kiama ya wafu. Kiama kwa aina mbili. Kuna kiama ya haki ambayo Yesu Kristo anasema atakuwa wafu wao. Nayo yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 14 mstari wa 13. Ufunuo 14 ule mstari wa 13 anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao. Kuna wafu wanaokufa katika Kristo Yesu, huo ni wa kwanza. Hapo kuna ufufuo wa hukumu baada ya miaka 1000 kupita. Maana kabla ya miaka 1000 itabidi shetani na mpinga Kristo wote, shetani atahukumiwa miaka 1000. Ile ya hukumu ni kifungo, ni hukumu ya shetani. Miaka 1000 wakati Yesu anatoka duniani hapa itakuwa ni kifungo, ni gereza. Ana gereza yake maalum ambayo atafungwa, ndipo shimo lake maalum hapa atafungwa miaka 1000 na atabandikwa miaka 1000 kama ni jiwa mimi baba haruhusi kutoka. Anafungwa na Mungu aliyemwona shetani kiumbe, aliyeweza anafungiwa huko miaka. Wakati duniani sasa wale wengine waliokufa, wale ambao walikufa katika kusudi walikuwa bado hawajafufuliwa, lakini wale ambao walikufa ndani ya Yesu Kristo wale watafunga sasa ndio wanatawala miaka
shetani anaweza kifungo chake atafunguliwa. Sasa akifikiri kama ni watu wa mashauri, kumbe ni watu wale ambao wao hawajui dhambi. Baada ya hapo sasa atakamatwa na atakuwa watu wengine watafunguliwa, yule atatupwa kwanza kuzimu, atakatwa kwenye ziwa la moto, ambapo sasa kule yuko mpiga Kristo na nabii wa uongo sana kwenda kuungana. Lakini wale mpiga Kristo na nabii wa uongo watatangulia miaka 1000 wakati yule shetani kwa gerezani. Mpiga Kristo na nabii wa uongo wao watakuwa tayari wanateketezwa kwenye moto kwa muda wa miaka 1000. Kwa hiyo utakuta shetani na mpiga Kristo na nabii wa uongo na shetani kwa wanafunzi, maana wao watapata hukumu ile kubwa zaidi. Mpiga Kristo ambaye ni binadamu na wafuasi wake watateswa kwa miaka 1000 kwenye ziwa la moto. Baadaye huyo mwenzao aliyewadanganya atakuja kufunguliwa baada ya miaka 1000 ili aungane na ukuli. Na wale wafu wote ambao tunasema ufufuo wa wafu ndio kiama ya wafu ya mwisho, sema kila mtu atakayeonekana jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima atatupwa huko. Ili zote zinashinda za Biblia, sema hawazungumzi habari ya kiama ya wafu kwa aina ngapi. Ziko aina mbili. Kuna ufufuo wa uzima ambao ni kwa aina ya kuna ufufuo wa hukumu. Ndio maana akasema wote wanaofuata Kristo Yesu wanalala. Anasema heri watu wakao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao. Baada ya sababu matendo yao yanafuatana nao. Kazi zao yanafuatana nao. Shughuli zao yanafuatana nao. Matendo yao yanafuatana nao. Matendo ya kusaidia. Kabla mfuga Uzia unajua mwenyewe. Baada ya kufuga Uzia, hebu fuga hata kwa mayai, fuga hata mbuzi, unaweza kusimama mchinja pale. Usifuge matatizo ya kiroho, mifugo ya kiroho haifugiki, mwachie shetani. Mifugo mibaya yote ya kiroho haifugiki, mwachie shetani. Shetani yeye ndiye anaweza. Tumwachie kwa sababu mfalme Uzia alilitesa kanisa kipindi cha Isaya. Aliliumiza kanisa kipindi cha Isaya. Uzia. Lakini akifikiri labda yeye atamaliza. Lakini ilipofikia wakati wake 40 yake ilipofika, Uzia mwenyewe akanyamazwa kimya. Kwa sababu kila kiumbe kina mwanzo na kina mwisho wake. Kila kiumbe kilichoumbwa kina mwanzo na kina mwisho wake. Isipokuwa dhambi za mtu hazina mwisho wake. Dhambi za mtu hazina mwisho wake. Mwisho wake zinaelekea wapi? Zinaelekea jehanamu. Na mema yako pia hayana mwisho, yanaelekea mbinguni. Ndio anasema heri wao katika Bwana tangu sasa, wale wanaofundishwa wakafundishika, wale wanaoonywa wakaonyeka, wale wanaojengwa wakajengeka, wale wanaoelimishwa wakaelimika. Hao wana heri katika mambo ya Mungu. Maana Mungu yeye huangalia moyo. Dhambi inakaa katika moyo, shida zinakaa katika moyo, mateso yanakaa katika moyo, na neno linakaa katika moyo. Na Mungu mwenyewe amehakikisha kwamba analitunza kanisa lake kwa njia ya neno lake. Analiangalia ili apate kulitimiza. Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Kwako mimi, kwako wewe, shida yako anafahamu. Mungu hawezi, yeye sio mbumbumbu kama unavyofikiria. Akili zako zilishia kuelewa kwamba Mungu labda ni kama wewe. Mungu ni roho, naye anahufanya hukumu zake kwa njia ya kiroho, na anatenda kazi usiku na mchana. Yupo kwa ajili ya kuliponya kanisa. Ufahamu kabisa kanisa ni mwili wake. Mungu hakumleta Yesu afanye maigizo. Walimwengu atafanya maigizo, dini zitafanya maigizo, lakini Mungu hakufanya maigizo kumleta Yesu Kristo. Alimleta ili akomboe kanisa. Ni mtoto aliyekuwa amepotea. Kanisa ni mtoto aliyekuwa amepotea. Sasa amekuja Yesu kwa ajili ya kuokoa. Ndio maana anaitwa ni mkombozi. Tuna kila sababu ya kumtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ili tupate kumwabudu. Ibada zetu hazipo katika hali ya kufanya dhihaka. Hatutalii. Wala Yesu hakuja kama mwanasiasa. Wengi wanapenda kuja kama mwanasiasa. Yesu hakufunga na mambo ya siasa. Siasa za ulimwengu huu. Ndio basi leo unataka kuja kutawala sasa, sema ufalme wangu sio dunia hii. Alikataa. Ndio maana watumishi wa Mungu hawapo mambo ya siasa. Watu wanahubiri habari za utawala wetu wa haki unakuja huko mbele yetu, sio sasa hivi. Ufalme wa Mungu unakuja sio sasa hivi, ila sasa hivi uko mbele yetu. Piga hatua moja kwenda mbele, kusonga mbele.
Usisimame hapo ulipo tu, uwe na mabadiliko. Mungu anataka watu wanaobadilika. Mungu anakwenda na watu wanaobadilika, maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukikaa katika Yesu Kristo utafanikiwa, kwa sababu Yesu amefanikiwa. Ukitaka kufanikiwa, tembea na Yesu, kwa sababu Yesu ni bingwa wa mafanikio. Ukitaka kula mema nje, kaa na kutembea na Yesu, kwa sababu yeye ni bingwa wa mafanikio. Ukitaka kula mema nje, hebu jaribu kutulia, ukae pamoja na Yesu Kristo, utembea na Yesu, utakula mema nje. Maana huo ndio utii ambao akasema kama mkitii mtakula mema nje. Maana kinywa cha Bwana kimenena. La kama mtakutia sema mtaangalia kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Maana hata Isaya mwenyewe alikuwa anakiri akasema alipokufa mfalme Uzia, ndipo alipomwona Bwana. Kumbe kuna kikwazo chetu kinaitwa Uzia. Si Uzia wako unajua ni nani. Anapofanya uchiliwe katika ibada siku zote. Unio Uzia wako. Tangu kipindi cha maombi kuna wengine kama vile wameandikwa sana kwa Bwana kumlilia Mungu. Mpaka ibada kama zinaandaliwa kwa maombi. Ibada zinaandaliwa kwa mchungaji na mhubiri anaandaliwa kwa maombi. Kuna watu ambao wanakuja asubuhi wanakuja kumlilia Mungu, lakini mtu mwingine anakuja na mtakaini. Kwa sababu kwa Mungu unapatikana kwa kama vile jana mbatizaji, unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu na tofauti. Ndio maana kuna wa kwanza, kinasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Chunga sana, tunakwenda mwishoni. Chunga sana mama, baba, bwana, kijana. Chunga sana, tunakwenda mwishoni. Tunaelekea mwishoni. Tunaelekea finali. Tuko kwenye finali, tunaelekea finali. Sasa hivi mambo yote yanakwenda kujulikana. Pomba zinakwenda kufahamika na ngano zinakwenda kufahamika. Tuko njiani sasa hivi. Tunaelekea sasa, tunapanda mlima tukielekea Golgotha, kule ambapo Yesu mwenyewe alitimiza ukombozi. Hakikisha kila unaposimama unamaliza uzia wako. Uzia wako kisha unamaliza mwenyewe. Maana umepewa mamlaka. Umepewa mamlaka kukana na kuamua kukana na Uzia, kumfuga Uzia asife, na umepewa mamlaka kumaliza Uzia. Mamlaka yako kwako. Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa kwanza, akaita wale biashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo aina zote. Akaita wale biashara, akawapa uwezo na kusema biashara katika kanisa la Agano Jipya. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo aina zote, ili pepo wote wapate kuweza kukanyaga na kuwaseti. Na sema katika Luka sura ya 10 mstari wa 10 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, wala kuna chochote kitakachowadhuru. Ninawapa amri, nawapa mamlaka. Kanisa tumepewa mamlaka na Mungu. Umepewa mamlaka na Mungu. Usimfuge Uzia katika akili yako. Uzia anafuga kwenye akili, hafugi kwenye moyo. Maana moyo wako unafahamu. Roho Mtakatifu anakaa kwenye moyo wako. Isipokuwa Uzia anafuga kwenye akili za watu. Kwenye akili zako ndipo shetani anapocheza. Shetani anacheza na akili zako tu. Hachezi na moyo wako, maana Mungu analinda moyo wako sana. Maana hawezi kuruhusu mabaya ingie. Ila anacheza na akili zako. Anacheza, anayumisha. Anachezesha dishi lako, akili zako ni kama dishi. Anayumisha ili kukwenda zifanye kazi sawa. Alafu anaingiza mambo yake. Na Mungu mwenyewe analiangalia neno lake. Kwenye neno ndipo kwenye uwepo wa Mungu. Kwenye neno ndio Roho Mtakatifu anakaa. Kwenye neno ndio hapo uponyaji upo. Kwenye neno kila kitu ndio kinafunguliwa. Anasema hapo mwanzo alikuwepo neno. Naye neno alikuwa ni Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo neno. Naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Huyo neno alifanyika mwili, akakaa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Ni kwa njia ya Yesu Kristo Yesu alifanyika neno. Akavaa Mungu aliyeumba mbingu na nchi yote. Akavaa mwili Yesu Kristo, akakaa duniani. Akawekwa, akazaliwa kama binadamu ili mimi nipate kufunguliwa, ili mimi nipate kukombolewa, ili wewe upate kukombolewa, ili wewe upate kufunguliwa, ili wote tuwe huru. Kwa hiyo una kila sababu kusema shetani bye-bye, Uzia bye-bye, unaambia mapepo yetu bye-bye, mambo ya laana nimeamua kubadilika. Unaona hata Musa alipoamua aliacha mwenye miaka 40 ameteseka, akiteseka kule alipotoroka kule Misri. Lakini ilipofika kipindi akaona amepata shida, akaamua kugeuka. Biblia inasema kwamba katika Kutoka ile sura ya 3, hasa Bwana alipoona
alipoona Musa amegeuka, akaanza kusema naye. Alipoona Musa amegeuka, Bwana akaanza kusema naye. Hawezi kuona hali uliyo nayo. Hali leo huwezi kuona Bwana, wala kumsikia Bwana mpaka ugeuke. Ukigeuka utamsikia Bwana kusema. Ukigeuka yeye mwenyewe anataka ugeuke. Kazi ya kugeuka sio ya Bwana, kazi ya kugeuka ni ya kwako. Anataka ugeuke. Wewe ndio kaza kugeuza. Hilo ni shida kama ni akili zako zigeuze, alafu ingia ndani ya Yesu Kristo. Ruhusu akili zako ziongozwe na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Hautashangaa kila kitu kinaenda sawa. Maana Mungu aliye ananyoka na mambo yake yamenyoka. Hakuna kuona kwa mambo ya Mungu. Hakuna ujanja kwa mambo ya Mungu. Maana Mungu mwenyewe ni wa kwanza na wa mwisho. Na Yesu alikuja akiwa amevaa mwili wa Mungu, na Mungu akavaa mwili wa Yesu Kristo ili kuweka mambo sawa, ili kunyoosha ile kwa amepinda, ili kusaidia kile kitu kinakwenda polepole. Jitahidi kusimama pamoja na Mungu. Mungu apate kukuokoa. Mungu apate kukuponya. Mbele yako kuna shida, sijui shida ya namna gani. Ni Bwana ameniambia tu mbele yako kuna shida, unabidi uishinde. Inabidi ushinde. Na huyo ndio Uzia. Na wewe Uzia umemfunga mwenyewe. Na yeye anataka kukuangamiza. Ndio lengo lake hilo tu. Lengo la Uzia ni kukumaliza. Nami niko hapa kujulisha hilo. Kama nabii wa Bwana, mbele yako hauko salama. Mbele yako kuna shida. Mbele yako kuna shida. Bwana anataka ubadilishe. Badilisha msimamo ulio nao. Bwana unataka kugeuka. Bwana umemwendea mwendo huo. Je, Bwana yeye aliyekuokoa sana fahamu kwamba wewe lazima uongoze. Bwana unataka kuongozwa na Bwana. Bwana kujiongoza mwenyewe. Je, unaweza kujiponya mwenyewe? Kama unaweza kujiponya mwenyewe, Yesu asingelikuja. Amekuja ili kwa sababu kunisaidia, ili kukusaidia. Maana peke yako huwezi. Nami niko hapa kujulisha kama mtumishi wa Bwana, kama mtumishi katika ofisi ya Mtakatifu Yesu, na kujulisha hilo tu lingine sina, ya kwamba kuna nafasi moja umeacha wazi. Uzia amesimama kwenye nafasi yako. Sijui ni nyumbani kwako, sijui ni kwenye ndoa yako, sijui ni kwenye mwili wako, sijui kwenye akili yako, lakini wewe unajua mwenyewe. Nami nataka niombe kwa ajili ya mtu huyo tu basi. Nikimaliza mimi naona kiu yako tukamaliza. Nataka niombe kwa mtu huyu ambaye huyo mtu yeye mwenyewe ameacha mlango wazi, adui ameingia na jambo baya linaelekezwa kwake. Nami nataka kumlilia Mungu, maana yasiyoonekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Umeacha mlango wazi, ndio maana mabaya yamepata kichwa, yamepata sehemu moja, yamepata kichwa wako, yamepata wanafunzi, yamepata shuleni, yamepata kwenye ndoa yako, na wewe umenyumba, lakini kuomba kwako Bwana anataka kusaidia. Anasema ukigeuka ataweza kusema na wewe. Ukigeuka ataweza kukusaidia. Ukigeuka ataweza kuponya. Ukigeuka atatengeneza mambo. Maana taifa haliwezi kupona bila Mungu. Taifa lolote bila Mungu haliwezi kupona. Tunajidanganya mno kwa elimu yetu tunayo ya kibinadamu, tunajidanganya. Mimi nataka niombe kwa ajili ya mtu huyu tu basi, sina jambo lingine tena. Kimaliza kiu yangu tukaisha. Bwana alinipa ndio hicho, alichonipa Bwana ndicho hicho. Niombe kwa ajili ya mtu huyu. Tusimame wote. Simama. Hata simama. Nataka niombe ni nawe. Oh, sikite Mungu. Oh,
Kila mmoja fumba macho, jipeleleze mwenyewe, endelea huko salama, huko salama. Nikimaliza mimi maombi na ondoka hapa, ndio pale menao. Adui yako amejiandaa vizuri. Ili Mungu anatoka nafasi moja, atoe nafasi mbili. Anatoa nafasi moja tu. Nataka niombe rehema kwa Mungu kwa ajili yako. Mungu anatoa nafasi moja tu. Wakati unaposema sasa utubu, nafasi hutapata. Sababu ile nafasi ya ndio sasa kuja kwa ajili ya neema, ni neema tu. Alienda msalabani akiangikwa yeye ili tuponywe bure. Alafu hatutaji mtu. Ni wewe mwenyewe unajifahamu. Wala hatutaji kosa la dhambi, yaani kinachotusumbua ni nini? Yaani Mungu anataka akutoe mzigo huo. Huo hiyo shida hiyo nayo ni nzito. Sasa ndio maana Mungu akwenda msalabani kwa Kristo. Sasa anataka kusaidia wewe mwenyewe. Ndio na uwezo wa kujua kwa dhambi hiyo. Wewe unapokuwa umetoka mwenyewe. Ndio kwamba njoo ili aondoe tatizo hili. Kwa nguvu zako huwezi kujinasua. Kwa akili zako huwezi kujinasua. Natoa dakika moja tu basi. Kuna mtu mmoja amesalia anajihoji niende au nisiende. Niende au nisiende. Sasa huyu ndio anajieleza. Bwana amekuona. Sio mimi. Wewe unajifahamu. Maana Mungu huwa hakosei. Kila ambacho anakusudia kuponya, anaponya. Anakusudia kuokoa, anaokoa. Anakusudia kurehemu, anarehemu. Ni siku za mwisho, hatuwezi kufanya dhihaka. Hatuko hapa kufanya kazi ya mizaha. Wala tunawezi wanasiasa. Wanasiasa ni kazi ya wanasiasa huko hospitalini. Hapa tunafanya kazi, tumwandalia bibi harusi. Bibi harusi ni kanisa takatifu lisilo na mawaa ambalo liko tayari kumlaki Yesu wakati wote. Weka mkono wako kifuani sasa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Najuta. Nimekukosea. Ninajuta. Nimekukosea. Nimekengeuka. Yesu. Ninajuta. Najutia kwa salama. Bwana unisaidie. Ninakugeukia. Kuanzia saa hii ninaomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unirehemu nafsi yangu. Nahitaji kuokolewa katika nyakati za mwisho. Bwana ni wewe katika orodha ya wanaookolewa na kuponywa katika jina la Yesu. Mabaya yote yaelekezwa kwangu, naomba nisaidie yasinifikie kwa jina la Yesu. Ninakataa kuanzia saa hii na nikabidhi kwako Yesu. Mkono wako leo ndani ukanishike na kuniongoza. Unisamehe dhambi zangu zote, unitakase moyo wangu wote, unisafishe kwa damu yako Yesu iliyomwagika msalabani. Yesu nisaidie. Yesu
nikomboe. Yesu nisaidie. Yesu nikomboe. Bwana nisaidie. Uniponye kabisa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha utakatifu wako. Asante Yesu kwa sababu unanipenda. Asante Yesu kwa sababu unaniokoa. Asante Yesu kwa sababu unaniponya. Kwa jina la Yesu ninakataa mabaya. Ewe uchawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu usinifanye tena. Usinifanye tena. Ewe laana, ewe mikosi, ewe mabaya, usinifanye tena. Kuanzia saa hii nimegeuka. Nimemgeukia Yesu. Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia saa hii ninakiri kwamba Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kuanzia saa hii Yesu nifanye kuwa mtoto wako. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha utakatifu wako. Unifanye mtoto wako. Kuanzia saa hii na ukaribisha moyoni mwangu. Uwe mwalimu, unifundishe, unijenge, unielimishe, unihekimishie. Bwana nisaidie. Mungu mtakatifu unisaidie. Unisaidie kabisa. Hebu anza kumwomba Mungu mwenyewe. Omba Mungu sasa. Omba kazi. Na kanisa tuombeni Mungu kwa omba. Ombeni Mungu wote kama ombeni. Ni kipindi cha maombi. Na wewe una kazi ya kuombea, kumwombea ndugu yako na kujiombea mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, huyu ni mtoto wako, na mweka mikononi mwako, msaidie, mtetee. Anahitaji neema na msaada kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, mamlaka zote za kuzimu, ila zote za kishetani zikapata kushindwa. Majeshi yamekuwa mbaya katika mwendo wa roho, hana nafasi. Kwa jina la Yesu Kristo, upokea muujiza wako. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana kuokoe na kuponya na tabu zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta binti mikononi mwako. Nasema kinyume na hali ya sugu, mamlaka zote za kuzimu zikapata kushindwa, hazina nafasi. Kwa jina la Yesu Kristo, pepo itakuwa mgoro, acha moyo, acha nafsi, mwachie, 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 mwachie. Ondoka, 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 usimteze tena. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na achilia uponyaji, na achilia uzima, na achilia amani. Funguka uwe mzima. Kwa jina la Yesu Kristo, mamlaka zote za kuzimu unayemtesa kijana huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, toka mchafu, toka mchafu. Ndani yake funguliwa uwe mzima. Kwa jina la Yesu Kristo, ndani yake funguliwa. Nyingine wajaza ushindi wa nafasi. Polio usimtese tena. Kwa jina la Yesu Kristo, malaika sugu zikapata kumwachia. Toka, toka. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka, pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu Kristo, uwe mzima, uwe mzima. Katika jina la Yesu Kristo, nasema kinyume na shetani, mamlaka zote za kuzimu zikapata kushindwa. Pepo atakuwa roho yetu kumwimba huyo, usifanikiwe chochote katika roho na Mungu yako, na mfungua katika vifungo vyote. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu ukapata kumfungua huyo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mtoto aliye tumboni na kuweka mikononi mwako Bwana, mfungue awe mzima. Mamlaka mauti na kupiga marufuku, achia, achia, acha mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu, nguvu za giza, achia, acha mtoto kwa mamlaka na kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie na mamake, na achia uponyaji na achia uzima. Uwe mzima mama, pokea uponyaji kwa uzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na achia afya njema, amani na uponyaji. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka tangu sasa, uwe mzima. Funguka katika vifungo vyote vya shetani. Bwana afungue na kuponya katika Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namsaidia kijana huyu mkononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mateso, kila laana, magonjwa sugu yakapata kushindwa na nafasi. Mungu na achilia uponyaji, uwe mzima. Kwa jina la Yesu Kristo, na achilia uponyaji, na achilia afya njema, na achilia amani. Kila aina ya mateso, misukula kila namna ameshindwa na nafasi, mwachie. Katika jina la Yesu Kristo, na achilia afya njema, na achilia uzima. Funguka na uwe mzima kwa Yesu Kristo. Mungu na achilia uponyaji, na achilia afya njema, na achilia amani, na achilia ulinzi, na achilia baraka. Funguka kwa mzima. Baba, kwa Yesu Kristo, na achilia afya njema. Ndio kumshina kutetea. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka. Katika jina la Yesu Kristo,
uponyaji, naachia ulinzi, funguliwa katika jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, naachia amani, naachia ushindi, funguka katika jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, naachia amani kwa jina la Yesu Kristo, funguliwa katika jina la Yesu Kristo, naachia uzima, naachia amani, funguka katika jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, naachia amani, funguka uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo, naachia amani, naachia uponyaji, uwe mzima, funguka katika jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, uwe na amani, funguka uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, funguka uwe pata amani, ulete Kristo katika jina la Yesu Kristo, naachia uponyaji, naachia amani, naachia ushindi kwa jina la Yesu Kristo, funguka uwe mzima, funguka pokea muujiza katika jina la Yesu Kristo, kila kikwazo kiondoke kwako kwa jina la Yesu Kristo, kikwazo kuondoka kwako, funguka kwa jina la Yesu Kristo, funguka na hali ya kazi ya mipango ya Yesu kama kushindwa, mamlaka zote za kuzimu shindwa, achia kila kikwazo katika maisha yako ya kiroho na kimwili, funguka uwe mzima katika jina la Yesu Kristo, funguliwa ufunguke uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo, pokea muujiza kwa jina la Yesu Kristo. Mamlaka zote za kuzimu, ila zote za kishetani zikapate kushindwa, hazina nafasi katika moyo, katika nafsi, katika maungo kwa jina la Yesu Kristo. Funguka, pokea uponyaji, funguka, pokea uponyaji, funguka, pokea uponyaji, funguka, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Kila kilicho kinyume ndani ya roho inawasha moto sasa kwa mamlaka na kwa amri na kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo limejificha katika moyo, katika figo na katika utumbo, na kuamuru tangu saa hizi anza kuwaka moto, teketea pepo limejificha kwa amri na kwa mamlaka. Toka pepo, chinja kwa jina la Yesu Kristo. Achia moyo, achia figo, achia utumbo, achia moyo, achia utumbo kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Funguka, funguka, pokea uponyaji, pokea uponyaji, uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa uwe mzima, funguka, pokea uponyaji na uwe mzima, funguka kwa jina la Yesu Kristo, pokea uponyaji na uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo. Funguka na mzima. Kanisa simama, 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 tumalize ibada. Funga macho, weka mkono wako kifuani. Funga macho, weka mkono wako kifuani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasimama kinyume kila aina roho ya mauti inayoja kupenya katika moyo, katika figo, katika utumbo. Toka kwa Yesu Kristo, toka mbegu, hama ndani kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za kichawi, kila aina ya mateso, kila aina ya laana, kila aina ya mikosi, ondoka katika moyo, ondoka katika nafsi yake. Toka na kwa utukufu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka hama ndani, toka majini, hama na mbele, toka kiwembe, hama sijani, toka mwalishe, 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 mwalishe. Achia moyo, achia nafsi, achia moyo wako, achia fahamu zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia uponyaji, na achilia afya njema, na achilia amani, na achilia ulinzi, na achilia nguvu. Bwana, saidia watoto wako watembea katika njia zako, watembea katika mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uponyaye, Mungu unayetenda kazi pamoja na watoto wako. Endelea kuthibitika, endelea kutawala, endelea kuokoa, endelea kuponya. Wao ni watoto wako, wanahitaji ulinzi wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mtakatifu, maana upo ukitenda kazi pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.